Karibu tena kwenye MC za Ayo TV, channel yako ya habari. Kama wewe ni mgeni, kitu cha kwanza nakuomba ni kusubscribe na kulike ili usikose habari zetu za kila siku, na kama tayari wewe ni mmoja wetu, asante sana kwenye support yako, na kwenye comment usisahau kutufahamisha unatufuatilia ukiwa nchi gani. Au bila kupoteza muda, tuanze na habari zetu. Ni kuwa mapigano yanaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini, ambapo kundi la MRDP Twirwaneho linaendelea kupambana na muungano unaojumuisha na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na jeshi la Burundi na makundi ya wazalendo pamoja na FDLR. Taarifa kutoka eneo hilo zinasema kuwa chama cha MRDP au wanajeshi wa MRDP Twirwaneho wanaendelea kujitokeza kama moja ya chama au jeshi inayoongoza katika mapambano ya kudhibiti maeneo mbalimbali ya Fizi, na inadaiwa kuwa tayari imechukua udhibiti wa maeneo mengi ambayo hapo awali yalikuwa chini ya udhibiti wa jeshi la FARDC. Wiki iliyopita mapigano makali yalifanyika katika maeneo mbalimbali ya Minembwe na viunga vyake, na ambapo upande wa serikali ulitumia silaha mbalimbali zikiwemo silaha nzito. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, MRDP Twirwaneho ilifanikiwa kusukuma nyuma muungano huu. Raia wanaendelea kuathirika na hali ya ukosefu wa usalama, huku baadhi ya wale wakimbia maeneo wanayeamini kuwa ni salama na wengine wakijaribu kurejea makwao. Wachambuzi wa masuala ya usalama katika eneo hilo wanasema kuwa MRDP Twirwaneho imeendelea kupata mafanikio katika operesheni zake za kijeshi katika wilaya ya Fizi, na inadaiwa kuwa imechukua maeneo mbalimbali yenye umuhimu mkubwa kwa ajili ya kupanua ushawishi wake. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, chama cha MRDP au jeshi la Twirwaneho inaendelea kudhibiti maeneo muhimu katika wilaya ya Fizi, ikiwemo Minembwe yote pamoja na maeneo ya karibu kama Mikenke, Poezero na Rwitsankuku. Wakati huo muungano wa FARDC na jeshi la Burundi na Mai Mai na FDLR inaelezwa kuwa kuendelea kurudi nyuma, na huku baadhi ya wanajeshi wake wakielekea sehemu za Baraka, wengine kukimbilia upande wa Kalimu. Aidha, taarifa ambazo MC za Ayo TV inasema kuwa imezipata zinaeleza kuwa FARDC pia iliondoka katika maeneo ya Kalungi na Kiheri na maeneo mengine karibu bila mapigano. Vyanzo vilizozungumzwa na MC za Ayo TV inaeleza kuwa mapigano ya Fizi yana muhimu kubwa kwa pande zote zinazopigana, kwa sababu eneo hilo linachukuliwa kuwa la kimkakati kwa biashara, utawala na barabara zinazounganisha maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Wakati wa chama cha MRDP Twirwaneho ukiendelea kutangaza ushindi katika uwanja wa vita, taarifa kutoka eneo zinasema kuwa baadhi ya wanajeshi wa muungano wa FARDC na jeshi la Burundi na Mai na FDLR wanaendelea kurudi nyuma kuelekea mji wa Baraka ambao ulichukuliwa kwa mji moja ya ngome muhimu ya serikali ya Kinshasa katika wilaya ya Fizi, na inadaiwa kuwa hatua hiyo wa kurudi nyuma imesababisha na kasi ya mapigano pamoja na ushindani wa kudhibiti barabara na maeneo muhimu ya kimkakati. Na taarifa nyingine zinasema kuwa baadhi ya wanajeshi waliotoka katika maeneo hayo walikielekea Bibogobogo, huku wengine wakiendelea na safari kuelekea Baraka. Na habari hizi pia zinaweza kuwa kwa sasa eneo la Bibogobogo lina idadi kubwa ya wanajeshi wa FARDC, na daiwa kuwa wengi wao ni askari wa jeshi la Burundi. Na leo ni kuwa kulikuwa na habari taarifa nzuri sana, na kuna baadhi ya picha zimeonekana za viongozi wa chama cha MRDP Twirwaneho wakiwa na viongozi wa serikali ya M23 sehemu za Poezero. Tuliona Mheshimiwa Byamungu na Dr. Lawrence Kanyuka akiwa na Fande Rugabo, na msemaji wa serikali ya M23 anayeshughulika na masuala ya kisiasa Lawrence Kanyuka alikuwa katika eneo la Poezero. Katika video iliyosambaa alisikika akizungumza kwa lugha Lingala akisema kuwa Poezero ni eneo lililoko karibu sana na kituo cha Minembwe, makazi ya jamii ya Wanyamulenge. Kwa mujibu wa maelezo haya, hali hii inaonyesha kuwa Wanyamulenge wanakaribia kurejea katika amani ambayo kwa mujibu wa madai yaliyotolewa walinyimwa na serikali za Kinshasa na Gitega nchini Burundi. Na tukielekea Uvira ni kuwa mwili wa mwendesha bodaboda wapatikana kando ya mto wa Kalimabenge. Mwili wa marehemu Bwana Erike ambaye alikuwa ni mwendesha bodaboda au motard na mkazi wa mtaa wa Kalimabenge katika kitongoji cha Kabindula alipatikana leo jeudi tarehe 9 Julai mwaka huu
kando ya mto wa Kalimabenge. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwepo eneo la tukio, walisema kuwa mwili huo ulionekana mapema asubuhi hiyo, na wakazi wa karibu hadi sasa wanasemekana kuwa aliuliwa na wazalendo. Wao ndio waliomuua, na mamlaka za eneo hilo inaendelea kufanya uchunguzi, na ila mashuhuda wanasema kuwa ni wazalendo waliofanya huo unyama. Na tuwakumbushe kwa jana majioni, yani kwa wazalendo walipiga masasi, na kwa yani mji wa Uvira umekuwa insecurity kubwa sana, na tunaomba tulikuwa kama mtatusikia pale namna kusaidia wananchi. Wakazi wa Uvira wanaendelea kuteseka sana. Na leo kuna picha zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha viongozi wa Twirwaneho na viongozi wa serikali ya M23 kiwemo Afande Rugabo na Lawrence Kanyuka, msemaji wa serikali ya M23. Na kuna video iliyosambaa akizungumza kwa lugha ya Lingala, alisema kuwa Poezero ni eneo lililokuwa karibu sana kituo cha Minembwe, na wakazi wa ilikuwa na wingi wa wakazi wa jamii ya Kinyamulenge. Na kwa mujibu wa maelezo haya alisema kuwa inaonyesha kuwa Wanyamulenge kwa sasa wanakaribia katika amani ya kudumu. Na tuwashukuru sana. Na taarifa zingine zilizokuwa zikisambaa toka jana, taarifa zinazodai kuwa kuna boti ya Doria au Doria ni patrol ya boti ya Doria, jeshi la ulinzi wa taifa la Burundi ilikuwa ikifanya operation katika ziwa Tanganyika, huenda imepotea. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, nasema kuwa boti hiyo inadaiwa kushiriki katika usafirishaji wa wanajeshi, uokoaji wa majeruhi na kutoa msaada wa vifaa vya kijeshi. Hadi sasa mamlaka za Burundi hazijatoa uthibitisho rasmi kuhusu taarifa hizo. Iwapo taarifa hizo zimethibitishwa, itakuwa ni tukio kubwa lenye athari muhimu kwa hali ya usalama kusini mwa ziwa Tanganyika na katika eneo la rasi ya Ubwari. Na kwenye mitandao ya kijamii kuna habari zinaendelea kusambaa, picha kionyesha sare au teni mpya za FARDC. Wamebadilisha teni ni vituko, yani wanabadilisha teni ila vita wanapigika kama watoto, na kuendelea kufunga maafisa wa ngazi za juu, lakini bado hakuna matokeo yanayoonekana uwanjani. Yani ni vituko juu ya vituko. Guys, niwashukuru sana, Mungu awabariki. Tupatane tena kesho majaliwa.